Kwa jina naitwa Risala Shabani Teka, ni daktari bingwa wa magonjwa ya kinywa na meno. Natoka Taasisi ya Jamii Bora. Leo napenda kuwaelekeza utaratibu mzuri zaidi wa kupiga mswaki. Wakati wa kupiga mswaki, kwa kawaida huwa tuna vifaa ambavyo vinatakiwa tupigie mswaki. Unaweza ukawa una mswaki, unaweza ukawa ni mswaki wa plastiki, lakini pia unaweza ukawa ni mswaki wa mti. Wote pia unafaa. Lakini mswaki wako, kwanza kabisa uangalie sifa za mswaki. Mswaki wako unatakiwa uwepo. Mswaki wako unatakiwa uwe mrefu kiasi. Lakini pia huku mbele uwe umechongoka namna hii. Usiwe ambao uko butu. Lakini pia hizi tunasema brush zake zisiwe ngumu sana, ziwe pia ni laini. Ambazo zitaweza kupiga mswaki vizuri na kiasi kwamba haziwezi zikakuchubua meno. Kwa hiyo sasa, wakati wa kupiga mswaki, unaukamata mswaki wako. Kwanza kabisa, ukiangalia hapa nina modo. Hii modo yetu ina taya la juu na taya la chini. Na kila taya lina sehemu kuu tatu. Kuna sehemu ya nje ambayo tunaiona, kuna sehemu ya ndani na kuna sehemu ya kutafunia. Kwa hiyo katika kupiga mswaki, kote huku kunatakiwa kufanyiwe matibabu. Kupigiwe mswaki. Kwa hiyo unapoanza kupiga mswaki, kwanza haishauriwi kupiga mswaki bila utaratibu maalum. Kuna watu wanapiga mswaki anaenda juu, anaenda chini, anaenda juu bila utaratibu maalum. Mswaki unapiga kwa utaratibu maalum. Unaanza kwanza juu upande wa kulia. Ukianza juu upande wa kulia, mswaki wako unakuwa na mswaki wenyewe uwe ni mswaki ambao zamani walikuwa wanasema mswaki ukae siku miezi mitatu, mwezi mmoja mpaka mitatu, lakini hiyo sio sahihi. Mswaki angalau wewe ukiangalia uangalie hizi brush zake ziwe zimesimama, zisiwe zimelala. Maana kuna mwingine anaweza akapigia mswaki ambao umelala. Hapana. Kwa hiyo ukianza kupiga, unauweka mswaki wako unaulaza kidogo na unakuwa na utaratibu maalum. Unaanzia kulia juu. Unaulaza mswaki wako kidogo. Wakati huo unakuwa kwenye mswaki wako umeweka dawa ya mswaki. Wengine wanaita dawa ya mswaki, wengine dawa ya meno. Kwa hiyo unaweka nina dawa ya meno inatakiwa kiasi kidogo tu, sio lazima ujaze mswaki brush nzima. Kwa hiyo unaweka kipisi kidogo tu, unaweka kwenye mswaki wako hiyo dawa. Unauchukua huo dawa unaloanisha kidogo na maji, alafu unauweka kwenye meno. Unaanzia juu kulia. Na ukiwa unasugua meno yako, basi uhakikishe unafanya utaratibu wa kusugua kama vile unazunguka kidogo. Tunasema circular motion. Unaanza juu, unaenda chini, huku unafanya nini? Unazunguka. Jino moja baada ya moja baada ya moja, unatoka kulia, unaenda mpaka mbele, unaenda taratibu, unatoka mbele, unaenda mpaka kushoto juu. Lakini huo utakuwa umemaliza upande wa nje ambao meno yanaonekana. Utatakiwa pia usugue upande wa ndani. Na yenyewe hivyo unaanzia juu kulia, unaenda taratibu, unasugua huku unazungusha mswaki wako mpaka unamaliza upande wa kushoto. Baada ya hapo utakuwa umemaliza sehemu ya ndani. Unaanza unasugua sehemu ya kutafunia, ambao tena utafanya kwa utaratibu ule utaanzia juu kulia, utaenda mbele mpaka unamalizia kushoto. Ukimaliza upande wa juu unakuwa umemaliza. Hivyo utaenda upande wa chini, ambao utaanza upande wa nje ambao unaonekana, ambao utainamisha mswaki wako, utaenda kwa namna ile ulipofanya kwa namna ya kuzunguka kidogo. Utasugua mbele, ukitoka mbele unasugua mpaka unafika kushoto. Ukimaliza upande wa kuonekana utakuja sehemu ya ndani yake. Utasugua pia sehemu ya ndani. Sehemu ya ndani utaisugua kuanzia mbele kwenda nyuma mpaka unamaliza. Ukitoka hapo utasugua sehemu ya kutafunia. Ni muhimu sana kusugua sehemu ya kutafunia. Utasugua sehemu ya kutafunia mpaka unamaliza. Ukimaliza hapo unakuwa hujamaliza. Bado kiungo ambacho ni muhimu sana kupiga mswaki, ambacho ni ulimi.
kati ya sehemu ambazo zinahifadhi sana wadudu ni sehemu ya ulimi. Unaweza ukatumia mswaki wako huu, lakini pia unaweza ukatumia, kuna vifaa vingine, kwa mfano kifaa kinaitwa tongue scraper, inauzwa madukani. Kwa hiyo unasafishia ulimi wako, unahakikisha ulimi umeusafisha. Kwa kawaida ulimi hautakiwi kuwa mweupe, unatakiwa uwe wa pinki. Ndio hapo tunasema kwamba umeusafisha ulimi wako vizuri. Ukimaliza kupiga mswaki wako vizuri, unachukua maji yako unaweka mdomoni. Ukiweka mdomoni, unatema yale maji ya mara ya kwanza. Baada ya hapo, yale maji, ule mdomo baada ya kutema, bado kutakuwa kunaendelea kuwa na povu. Lile povu unaliacha vile vile, usisukutue sana, kwa sababu ile dawa iweze kuingia kwenye fizi na kwenye meno, ili iweze kusababisha afya nzuri ya fizi, lakini pia na meno. Kwa hapo unakuwa umemaliza kupiga mswaki. Lakini pia nashauri katika swala zima la afya ya kinywa na meno, kutembelea kliniki za meno. Kwa kawaida tunatakiwa tuende kwa ajili ya kufanya check up ya meno mara 2 kwa mwaka, kila baada ya miezi 6, kwa sababu kuna meno ambayo, kuna matatizo ambayo yanaanza taratibu wakati mtu mwenyewe hajui. Kwa mfano, jino likitoboka mpaka likafika hatua ya kuuma, inachukua muda wa mwaka mmoja mpaka mwaka mmoja na nusu, ndio mtu anaanza kuona yale maumivu. Kwa hiyo wakati wote huo miezi 6, maana akifika mapema anaweza akasafishwa vizuri na akazibwa vizuri na akaendelea kutafuna vizuri katika meno yake.